Mbunge wa jimbo la Sumve mkoani Mwanza Kasalali Mageni ametangaza kutogombea nafasi ya ubunge katika uchaguzi wa mwaka huu. Katika maelezo yake amesema kutogombea kwake ni kutokana na malengo ambayo aliyaweka ya kuongoza miaka mitano pekee, huku akiweka wazi kuwa yale ambayo ameyafanya kwa kipindi cha miaka mitano ndio mwisho wa uwezo wake wa kiutendaji, na hivyo anawapisha vijana wengine wa Sumve kuleta mambo mapya ambayo huenda yataleta maendeleo zaidi ya jimbo hilo. Nimewaiteni hapa leo ili niweze kuzungumza na ninyi, kupitia ninyi niweze kuzungumza na wananchi wenzangu wa Sumve, niweze kuzungumza na Watanzania. Sasa mimi nimekuwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bado ni mbunge kwa sababu kwa mujibu wa tangazo la Mheshimiwa Rais ni kwamba bunge linakoma tarehe 3 mwezi wa 8. Kwa mimi bado ni mbunge wa jimbo hili. Nimewaita ili niweze kuzungumza na Watanzania. Leo kama mnavyofahamu, Chama chetu cha Mapinduzi kimetoa ratiba ya mchakato wa kura za maoni kupata wagombea wa Chama cha Mapinduzi katika ngazi za ubunge na udiwani. Katika ngazi ya urais tulishamaliza Dodoma, tushapata mgombea wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa nafasi za ubunge na udiwani uwanja uko wazi mpaka muda huu, nadhani sasa tumemaliza. Uchukuaji wa fomu ilikuwa mwisho saa 10. Mimi sijachukua fomu kwa sababu nimefikiri kwamba muda wa mimi kupumzika siasa ya ubunge katika Chama cha Mapinduzi umefika, na sikutaka kusema kabla kwa sababu mimi huwa nikiamua jambo langu huwa najitahidi sana nisiliahirishe. Ningesema kabla kwamba sitagombea, labda ningesema bungeni au sehemu nyingine, ningejaliwa na ushauri na ujua watu wangejaa hivi na hivi, mheshimiwa endelea. Lakini nimesema niseme leo ambapo muda wa kuchukua fomu umeshakwisha na mimi sijachukua. Kwa hiyo hakuna namna nitachukua, na Chama cha Mapinduzi kimeshafunga. Wale waliokwisha chukua wamekwisha chukua, na kwenye jimbo letu la Sumve wamechukua watu wengi. Tunategemea tutafanya uchaguzi mzuri kwenye kura za maoni, tutafanya uchaguzi mzuri kwenye uchaguzi mkuu, na navyoona bado Sumve CCM inakubalika. Nategemea tutapata mgombea mzuri wa kiti cha ubunge ambaye atatuvusha katika uchaguzi mkuu, lakini tutapata madiwani wazuri ambao watatuvusha katika uchaguzi mkuu. Kwa mimi sababu ya kuwaiteni ninyi hapa ni kutaka sasa ni tamke rasmi kwamba katika bunge la 13 sitakuwemo, na sijashiriki mchakato wote wa kutaka kuwemo. Sijachukua fomu, sijagombea, na ninabaki kuwa mjumbe wa vikao halali vya Chama cha Mapinduzi. Ninabaki kuwa mpiga kura, na ninabaki kuitwa mbunge mstaafu wa jimbo la Sumve baada ya muda wa kustaafu kufika, na kama ambavyo nimezoea kuitwa mstaafu kwa sababu sasa naitwa diwani mstaafu wa kata hii ya Lioma. Kwa hiyo nataka pia nikipate cheo cha ustaafu wa ubunge inapofika tarehe 3. Karibuni sana Lioma. Nikashindwa vitu vyote. Kwa hiyo mimi nashukuru chama kwa kuniamini, na kilisababu na mimi nilikwenda kufanya kazi vizuri, nikashinda uchaguzi vizuri, tukashinda pamoja, tukahakikisha tumefanya kazi pamoja, na mpaka kesho tuko pamoja. Lakini zaidi namshukuru sana mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kama mbunge amekuwa msikivu sana kwangu kwa hoja ambazo nimezisukuma bungeni nyingi. Mfano hii ya barabara ambayo alielekeza waje hapa waziri mkuu na waziri wa ujenzi wahakikishe jambo hili linatatuliwa. Miradi mikubwa kama hiyo ya chuo cha michezo mali hapo, jengo la umahiri katika michezo na vitu vingine, amekuwa na ushirikiano mkubwa sana kwangu. Amekuwa zaidi ya mama mlezi na rais. Kwa hiyo mbunge wa Sumve nilikuwa huru kufikisha maombi na shida za watu wa Sumve kwenye serikali
kwa sababu nilikuwa najua yupo mtu anayenisikiliza. Kwa hiyo ninamshukuru sana, ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais, na mimi kama mwana CCM na Mtanzania namtakia kila laheri. Yuko kwenye kinyang'anyiro, ndiye mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi, tumempitisha na tumempa peperusha bendera yetu, na tunamwamini. Tunajua anaweza kazi. Kwa uzoefu wake wa muda mrefu na namna ambavyo amefanya katika miaka hii minne, tunaamini Watanzania watamwamini. Na Sumve hapa tumejipanga kumshukuru kwa kumpa kura nyingi sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.